Birobale ole babele motenda tata waneta yete makala. Niliwambia kazamani ili jina ni bala. Walionielewa wachache, wengine waliniona na bwabwaja. Birobale ole babele motenda tata waneta yete makala. Niliwambia kazamani ili jina ni bala. Walionielewa wachache, wengine waliniona na bwabwaja. Je, miliki inaweza ikawa ni ujumbe kwa marafiki zako ambao walikuwa wanataka kukatisha tamaa? Ya, nafikiri ya iko hivyo kwa sababu tunasikia Binobale ole babele motenda kwa waliongea mengi sana kwamba ile niliwaambia zamani ili inalibala, walionielewa wachache, wengine waliniona ushauri mwingi niache, ninachokifanya kina faida kwa nishauriwa mengi sana kwamba wewe hicho unachofanya sio lolote hicho. Hata sasa kuimba bongo flavor tu. Mwanangu wewe sijui ukiimba bongo flavor ndo unaenda kwa. USC Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Mambo vipi ndugu mtazamaji wa USC Habari TV, unaendeleaje? Nadhani mzima wa afya kabisa. Mimi naitwa Maros aka Mobali, na leo bana is another day, beautiful day kutokea Nyarugusu, na hapa ninaye mmoja kati ya waimbaji machachari kwenye tasnia ya gospel ambaye anajulikana kwa jina la Dyson Shikito, au sio bro? Sana. Mambo vipi? Poa, tunamshukuru Mungu. Ndio, siku imekuchaje kwako? Tunamshukuru Mungu, tuko vizuri. Tumeona mchana tena siku ya leo. Kuni vitu vya kumshukuru Mungu tu. Ndio. Mtu anapomwona Dyson Shikito kwa mara ya kwanza amtafsirieje? Labda ni mtu wa namna gani? Wa kipekee. Dyson Shikito ukimwona ni mtu wa kipekee. Ndio. Na leo tumekutembelea, nadhani kazi yako inafanya vyema sasa hivi everywhere, every platform, na watu wanaweza wakafikiria tu Shikito ametokea wapi? Shikito ni nani kwa jina kabisa la ukweli lilo ulopewa na wazazi? Mimi naitwa Dunia Matson, ndio jina langu nilopewa na wazazi. Na hiyo Shikito hiyo imeongezwa kimuziki pia. Hiyo Dunia Matson ndio ilipotoka pia Dyson Shikito. Kwa sababu ile D ndio inakuwa ni dunia, afu son ile imekatwa kwenye Matson. Umeelewa? Ndio. Na labda watazamaji wangetaka kufahamu Shikito ana umri wa miaka mingapi mpaka sasa hivi? Mimi na umri wa miaka 19. Labda safari yako ya muziki ilikuwaje? Labda watu wamekuja tu kukuona pop, ndio ile miliki imevuma, miliki imetoboa. Labda huko nyuma umeanzaje safari yako ya muziki? Mimi nimeanza tu kufanya muziki kanisani kwa kawaida kama mnavyojua. Pia nikaanza kufanya tu all stars za kawaida, nyimbo za misiba nini, masherehe. Nafikiri ndio nilipoanzia huko. Ndio. Nadhani vijana wengi wa umri wako wanakuwa wanachagua kwenye njia ya music za kidunia. Kwa nini uliamua kuingia kwenye gospel tofauti na hizi za kawaida? Mimi nimeamua tu kuchagua kumtumikia Mungu. Lakini pia mimi nimezaliwa katika familia ambayo ni wacha Mungu. Kwa mimi nimezaliwa kanisani, nimekulia kanisani. Ijapokuwa katikati hapa tu kuna kujitafuta kule tulienda duniani, lakini tukaona tena turudi tu kwa Baba, unajua. Ndio. Ni ushawishi gani labda uloupata au vipingamizi vipi ulivyovipata sana mpaka kuja kuingia kwenye muziki huu wa kigospel? Vishawishi ambavyo nimevipata, mimi sijashawishiwa na mtu yoyote kuingia katika muziki wa gospel, lakini changamoto tu ilikuwa ni kwamba watu walionizunguka wengi, marafiki nini, achana hivyo, haufiki popote ukiimba hiyo muziki yenu, anza kuimba bongo flavor, wewe ninavyokuona kwa hizo changamoto ni changamoto ambazo zilinikuta sana, lakini Mungu hakutaka nikate tamaa, nikaamini kwa ninachokifanya na Mungu akaweka mkono wake, sasa hivi tuko hapa. Je, miliki inaweza ikawa ni ujumbe kwa marafiki zako ambao walikuwa wanataka kukatisha tamaa? Nafikiri iko hivyo kwa sababu tunasikia Binobale ole babele motenda kwa waliongea mengi sana kwamba niliwaambia zamani ili inalibala, walionielewa wachache, wengine waliniona ushauri mwingi niache, ninachokifanya kina faida. Kwa nishauriwa mengi sana
kwamba wewe hicho unachofanya sio lolote hicho. Hata sasa kuimba bongo flava tu. Mwanangu wewe sijui kimba bongo flava ndo unaenda ko. Nafikiri pia ni kisa, yani hiyo ni sababu pia iliyosababisha idea ya mmiliki iwe kubwa. Ndio. Na unajua ujana una mengi sana. Je, utaweza kuhimili namna gani nguvu yako kumtumikia Mungu? Maana unajua ujana mambo mengi sana, vishawishi vingi sana. Ni njia gani utakazozifanya kuepukana na vishawishi vya ujana? Sasa njia ya kutoka katika kishawishi ni kishawishi kije kwanza. Kwa sababu siwezi kujua kama nitapitia njia gani na wakati sijui jaribu litakalonikuta. Yeah. Kwa mpaka yaje kwanza majaribu ndo nijue napambana nayo vipi. Ndio. Tumeona mmiliki imepokelewa kwa nguvu kubwa sana. Una message gani kwa wote wanakusapoti kwa ngoma yako hii? Mimi nitawaambia tu asante na waendelee kunisapoti mdogo wao kwa sababu siwezi bila wenyewe. Pia nyimbo nyingi zinakuja nzuri zaidi ya mmiliki pia ambazo zina ujumbe mkubwa na hakika zitaendelea kuwafariji kama hii ilivyowafariji. Iko hivyo. Naam, tuliona pia ulishiriki kwenye All Stars ya kumuaga ndugu yetu marehemu Mr. Gav, na kuna comment baadhi ya watu walisema vipi watu wa gospel mnashirikiana na watu wanaofanya muziki ya kidunia? Wewe kwako hii ulipokeaje? Kwa sababu hawakujua tunachokifanya ndio maana waliongea vile. Lakini ni mambo ya kawaida. Pia katika ubinadamu na gospel na sisi ndio watu wa kuwaleta wale kwa Mungu. Kwa tukiwa tunawatenga ni sawasawa tumewaachilia. Kwa lazima tushirikiane nao. Alafu pia sisi kuimba wanagopo sijui walikuwa ni wangapi? Kama watatu. Ni kwa sababu cha kwanza hayo kwanza ni mambo ya kawaida. Nyinyi mkoona nyimbo ya marehemu rais wetu hapa na ni Magufuli waimba akina Joel Lwaga akina Masabaraka. Kwa ni mambo ya kawaida tu katika sanaa pia na muziki, ushirikiano upo. Ndio. Na kwenye safari yako unatamani labda kufika wapi kwenye miaka ijayo? Mimi natamani tu kufika mbali, but sijui nitaishia wapi, lakini sina sehemu kwamba mimi nikifika hapa ndo naridhika kwa sababu sijaambiwa kuridhika. So unawashauriaje vijana ambao wanataka kuingia kwenye muziki wa gospel kama Dison Shikito? Mimi ushauri wangu tu ni kwamba waendelee kupambana na kama wanataka kufanya muziki wafanye tu. Na pia changamoto hazikosi, watakutana nazo nyingi sana. Wataitwa hadi wachawi. Wasichoke pia kupambana na wasichoke kumuomba Mungu kwa kila jambo, wamshirikishe Mungu. Nafikiri ni kitu ambacho kitawapa moyo sana na kitu ambacho kitasogeza mbele kumshirikisha Mungu sana. Naam, wape neno la mwisho wanakutazama sasa hivi mashabiki zako na wafuatiliaji wa Yosi Habari TV. Mimi niwaambie tu kwamba nawapenda sana na waendelee kunisapoti kama wanavyonisapoti. Tuendelee kushirikiana na mimi sitoangusha na pia wenyewe asiniangushe, waendelee kunishika mkono, waendelee kunisapoti mdogo wao. Nafikiri hicho tu kitakuwa ni kitu chema sana. Na nitaendelea kufurahi na nitaendelea kuwaletea vitu vizuri. Hakika. Naam, asante sana. Tulikuwa naye Dison Shikito, mwimbaji wa gospel anafanya vyema na ngoma yake ya Mmiliki, na mimi ni Maros aka Mobali. So fanya kusubscribe, kushare na comment, utakuwa umefanya wanafamilia mkubwa. Kwa wakati mwingine and goodbye. Birobali ole babele motenda tata waneta yete makala. Niliwambia kazamani ili jina ni bala. Walionielewa wachache, wengine waliniona na bwabwaja. Ushauri mwingi niache, ninachokifanya kina faida. Sijamwajiri Mungu, ni upendo wake tu. Hata kuishi kwangu ni neema yake tu. Na bino binaulano Bravo basha wake tata. Yosi Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.